Ndugu watazamaji wa mpira wa miguu, leo tuko kwenye uwanja wa Byizigiro ambao tunatizama mechi kati ya jeshi la polisi na wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge. Kwa hiyo leo tutakuja kutizama namna mchezo unavyoendeka. Ni mchezo wa kirafiki kati ya wafanyakazi hao ambao watakuja kutuonyesha zoezi walizozifanya kati ya hiyo wiki waliokuwa wanafanya maandalizi. Katika usimamizi huyu hapa tuna Irankunda Wile ambao ni msimamizi wa katikati, na huyu Nkurunziza Emmanuel msaidizi wake wa pembeni, mwingine ni Maniraho Fisto ambaye na yeye ni msaidizi wake wa pembeni. Ndugu watazamaji wa DLM kujumlisha 61, na kwenye upande wa timu ya wafanyakazi wa tarafa Rumonge tuna Amisi nambari 23 mgongoni, Msafa namba 12, Chabala namba 2 mgongoni, Higo Victory namba 5, Popo namba 4, Raymond namba 8 pamoja na Gilbert namba 7, huyu ni Doctor, pamoja na Patrick namba 3 mgongoni, na Beethoven namba 9, Gadi namba 17 pamoja na Odasi namba 13. Na katika upande wa jeshi la polisi tuna namba 1 ambao ni goalkeeper anaitwa ni Ejidi, namba 27 mgongoni Ezekiel, namba 20 ni Ezekiel, namba 5 mgongoni ni Adronis, na namba 17 ni anaitwa ni Eri, namba 6 anaitwa ni Erson. Namba 18 tunamuona ni anaitwa ni Ereni, na Rodrick namba 9, namba 7 mgongoni Ezekiel. Mchezo unaanza moja kwa moja. Mpira unaanza kwa dakika za mwanzo ambazo ni dakika ni saa 9 dakika 44. Mpira unaenda 14 wa mgongoni jeshi la polisi, kosa moja kwa moja ambao linakuja kuadhibiwa na mchezaji namba 15 wa timu ya wafanyakazi wa tarafa. Kwa hiyo mpira unarushwa mbele, namba 7 na kabla, lakini namba 20 mgongoni polisi anarusha moja kwa moja nambari 10, lakini ameshindwa. Nambari 3 ambayo ni mzee mnene mfanyakazi wa tarafa anarusha namba 7 kuelekea lango la wafanyakazi wa ameotea. Refa amesema ameotea. Kwa hiyo ni mpira unakuja kurushwa kuelekea lango la anarusha mbele goalkeeper namba 3 anashika mpira anaelekea kwenye namba 7 namba 2 mgongoni ambaye ni 13 anarudisha nyuma. Mchezo ni huo, anarudisha nyuma goalkeeper nambari 23 anachukua na kuelekeza kwenye namba 5 wa mfanyakazi wa tarafa. Kwa hiyo mpira unaendelea, namba 3 anarusha kwa namba 12 mgongoni na anarusha mbele, anatafuta kumpa, anarusha mbele mpira nambari 7 mgongoni ndo anarusha mpira unakelekea mgongoni. Ukiangalia kutizama vizuri, wafanyakazi wa tarafa la Rumonge bado wamezidiwa sana. Ukitizama ukiangalia kosa ameotea. Kwa hiyo mpira unaenda kurushwa kuelekea lango la askari polisi. Kwa hiyo anarusha mbele, bado namba 4 ameukamata. Namba 7 mpira unarudi nyuma, anatafuta kumpa, anaendelea moja kwa moja. Nambari 20 wa askari polisi anampatia moja kwa moja ndani kabisa. Goli moja la wafanyakazi wa tarafa la Rumonge, wanaingiza goli moja. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana katika uwanja wa Byizigiro. Wale ambao bado mnatusikiliza, ambao mnatutazama hapa, tuko kwenye uwanja wa Byizigiro ambao tunatizama mechi
ambayo ni mechi kati ya wafanyakazi wa tarafa na polisi wa tarafa hiyo. Mpira unarushwa mbele kuelekea namba 2 mgongoni, lakini amezidiwa. Mpira ni wa kurushwa. Mpira wa kurushwa ni kosa tayari ambao anatakiwa kuadhibiwa. Namba 8 wa tarafa la Rumonge, mfanyakazi huo amerusha mbele na mtafuta ndugu yake namba 9 mgongoni, kwa hiyo amezidiwa. Mpira ni kurushwa mbele, askari polisi namba 17 anampekea na mtafuta ndugu yake, anarusha mbele kwa namba 2, kwa hiyo ametosha nje. Ni mpira wa kurushwa kuingia ndani kwa kutia mkono. Mpira unaendelea, na ukitizama hapa wafanyakazi wa tarafa wana shauku kubwa sana kutafuta goli la pili, kwa hiyo bado ushindi ni moja bila. Mpira kutoka nyuma na kurudishwa ndani, na hapa tunarushwa ndani na nambari 20 anatafuta mwenzake, lakini namba 5 wa wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge ni mchezaji mnene sana mwenye nguvu, kwa hiyo mpira unarudi nyuma, anautoa nje. Namba 5 wa askari polisi ambaye ni kijana ambaye anakimbia sana kutizama mpira. Mpira unarudishwa ndani, nambari 12 anarudisha ndani kwa kurushwa kwa mkono, natafuta mwenzake huku, tafuta mwenzake hapa, nambari 7 anatafuta mwenzake ili watafute goli, lakini hajafanikisha. Mpira unarudi nyuma kwa nambari 13, tafuta mwenzake huku, lakini bado askari polisi nambari 9 wa hao watu wa wafanyakazi wa tarafa la Rumonge. Ndugu wasikilizaji, watazamaji wa DRM, hapa ni mambo yamekuwa marefu sana, na ukitizama hapa jezi ambayo inaendesha kazi vizuri zaidi ni jezi ya njano ambao ni wafanyakazi wa tarafa la Rumonge. Wafanyakazi hao, mpira ni wa kurushwa kuelekea ndani ya uwanja, unaenda kurushwa na mchezaji wa tarafa la Rumonge. Kwa hiyo tunaendelea kuwapa vibagizo hapa kwamba mchezo ni bado ni goli moja kwa 0, goli moja ushindi wa wafanyakazi wa tarafa la Rumonge, 0 au nungi kwa wafanyakazi wa askari polisi. Anatafuta kuingiza, anatafuta nambari 7, anatafuta nambari 20, anamrushia ndugu yake. Mpira unaendelea kuwa anamfanyia ukosa, lakini hapa anatafuta nambari 7 namna ya kuweza kupata nafasi ya kule. Mpira unaendelea, amedondoka, lakini referee amesema hapana, mpira unaendelea. Kwa hiyo hapa tunaona nambari 14 askari polisi anampa mwenzake nambari 20 polisi. Kwa hiyo yeye anatafuta namna ya kupata ushindi. Mpira unarudi nyuma na unarushwa na nambari 6 askari polisi ambaye amevaa namba 6 ambaye anatafuta mwenzake huku ili atafuta na yeye namna ya kuweza kupata nafasi. Kwa hiyo mpira unaendelea ukiwa una nambari 17 ambaye anatafuta namna ya kuweza kumtafuta ndugu yake namba 6. Narusha mbele mpira, golikipa kama amekamata mpira na yeye anatafuta nambari 27, anaokota. Narusha mbele, anatafuta mwenzake nambari 17, anachukua mpira, anaelekea kwenye kutafuta ndugu yake, narusha na huku nambari 9 mgongoni, mfanyakazi wa tarafa la Rumonge anatafuta namna ya kuweza kumpa ndugu yake ili waweze. Mpira umechukuliwa na nambari 27 mgongoni ambaye ni mfanyakazi wa askari polisi hapa Rumonge. Nambari 5 mgongoni anachukua mpira, anatafuta ndugu yake ambaye anaweza kumpa nafasi kutafuta goli. Nambari 16 mgongoni askari polisi, ni mpira wa kurushwa kuelekea ndani ya goli. Nambari 8 anachukua mpira, anatafuta mwenzake huko ili aweze kutafuta ushindi. Mpira unaendelea, askari polisi wao wana jezi ya njano
njano, anamtafuta nambari 6, anamtafuta nambari 6 ili aweze namba 7, namba 9, anamrudishia nyuma nambari 17 ili aweze kumpatia, iwatafuta namna. Ukitizama watu wa tarafa, wafanyakazi wa tarafa ni warefu sana, mpira unaopita juu hawawezi. Hiyo anatafuta nambari 9 lakini akufanikisha. Golikipa amejitahidi sana kutafuta namna ya kuingiza, lakini golikipa akawa mjasiri sana, akawa amesimamisha mpira. Nambari 20 anatafuta, lakini amekamata mpira. Kama unavyosikia hapa ni shangwe na namba 7 wa mfanyakazi wa tarafa ya Rumonge anatafuta mwenzake nambari 17, anamshia. Kwa hiyo mpira uko kwenye nambari 3, nambari 7 mgongoni, anatafuta mwenzake, anaendelea, anatafuta namna ya kuweza kupata nafasi, lakini ameotea. Kwa hiyo ni kosa la kuadhibiwa, na nambari 7 askari polisi anatafuta mwenzake huko ili waweze kupata ushindi wao. Mpira unaendelea na anatafuta huko, anatafuta namna ya kuweza kupata nambari 3 tarafani, anatafuta namna ya kuweza kupata ushindi, lakini ameona ameotea, akawa amesimama, hakuendelea kufanya. Kwa hiyo ni kosa la kurushwa kurudia uwanjani likiwa imeadhibiwa. Mpira unaendelea huku tukiwa tunafahamisha askari polisi nambari 1 anaitwa ni Ejid. Kwa hiyo namba 9 anatafuta namna, askari polisi anatafuta namna ya kuweza kuingiza, lakini golikipa amesema hapana, hauwezi kuingiza hapa goli. Kwa hiyo huku mpira unaenda kurushwa kuingia ndani ya nambari 9, anatafuta namna ya kuweza kuingiza nambari 6, askari polisi anatafuta namna mwenzake nambari 17. Kwa hiyo mpira unarushwa kwenye mchezo nambari 20 mgongoni, askari polisi anatafuta, referee anasema hapana, kuna makosa amefanyika. Kwa hiyo ni mpira wa kurusha kwenye mita 18 kuelekea kwenye lango la wafanyakazi wa tarafa la Rumonge. Kwa hiyo tunaendelea kwa burudisha na kuwapa burudisho. Ni mnasikiliza DLM kutujumuisha 61 ambayo inarusha vipindi vyake hapa Rumonge. Mpira unaendelea, anaenda kurusha nambari 6 askari polisi, anaenda kurusha nambari 6 polisi, askari polisi. Kwa hiyo tunategemea anapanga, referee anapanga, anasema kaeni kwa mstari, anarusha mbele, anatafuta mwenzake, lakini mpira umetoka nje. Kwa hiyo bado ni ushindi mmoja kwa bila, goli moja la wafanyakazi wa tarafa la Rumonge na 0 askari polisi. Kwa hiyo mpira unarushwa mbele kwenye nambari 3 ukielekea kwenye nambari 8 mgongoni wa rusha mbele, anamrudishia huku mbele, akiwa na matumaini kwamba nambari 3 mzee mrefu hivi mnene wa tarafa la Rumonge ambaye anarusha kule mbele kwenye nambari 9 anatafuta namna ya kuweza kupata ushindi, lakini akawa ameferi, akufaulu. Askari polisi anachukua mpira, anarusha nambari 6 anarusha mbele, anamtafuta mwenzake, lakini mpira unakuwekwa chini nambari 7. Kwa hiyo nambari 26 anatafuta mwenzake, lakini mpira ukawa umetoshwa nje. Mpira unaenda kurushwa kwa mikono na askari polisi, rusha huko, tafuta mwenzake, nambari 13 ameweza, akawa amerudisha nyuma. Nambari 9 ni anakimbia sana, ni mtu ambaye anakimbia sana, lakini mpira ukawa umetoka nje, amefanyiwa kosa la kurusha. Kwa hiyo huku mpira ukiwa unaendelea, tunaendelea kuambia kocha wa timu ya wafanyakazi wa tarafa ni Faustin. Kwa hiyo mpira wa kurushwa mbele, nambari 7 mgongoni, anatafuta mwenzake, lakini
tafuta namna ya kuweza kupata, lakini huku amemwambia huwezi kupita hapa, ukuta umebanwa. Mpira nambari 6 na anarusha kule mbele, lakini mpira umetoka nje. Mpira umetoka nje. Ni swala la kujua namna ya kupanga namba zao. Hiyo huku mpira unaenda nambari 12 anarudisha uwanjani, anapatia namba 3. Kwa hiyo mpira unarushwa kule mbele, anafuta mwenzake, huku akawa ametafuta mwenzake nambari 8. Nambari 8 huku amwambia ukuta umebanwa, lakini mpira unatoshwa nje. Mshakibendea anasema huku mpira wa kuelekea kwenye rango la wafanyakazi wa tarafa la Rumonge. Kwa hiyo bado ushindi ni 0, askari polisi na goli moja la wafanyakazi wa tarafa la Rumonge. Mnaendelea kutizama mchezo huyu ambao ni mchezo wa kirafiki ambao mnaenda kutizama nini mshindi kati ya watu wawili, na kitu ambacho tunakiona timu hii ya polisi imezidiwa. Ngoja tuone, anaendelea kutafuta mwenzake nambari 17, anamtafuta nambari 7 huku akiwa anatafuta nani, lakini golikipa amesema huku tumeshaona namna mnavyocheza hapa. Kwa hiyo mpira wa kurusha mbele, nambari 9 mgongoni, mfanyakazi wa tarafa amerusha kwa nambari 17, lakini nambari 17 ameonyesha kwamba hatuwezi tukawaachia mpite. Nambari 10 polisi mgongoni anaonyesha kwamba natafuta mwenzake, lakini mpira ukawa umerudi nyuma. Namba 5 askari polisi anarudisha nyuma, lakini ukiangalia hamna kuweza kumsaidia, huku nambari 16 anatafuta mwenzake ili waweze kutafuta ushindi, lakini naona yeye anatafuta uwezekanavyo, na huku mpira ukawa umetoka nje. Mpira wa kurushwa, kurusha, golikipa na rusha, na huku tukiwa tunatizama. Ndugu watazamaji, tuwakumbushe kwamba hawa wanaovaa njano jezi ni wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge, na hii tuwakumbushe kwamba hii kijani hii hapa ni wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge, na njano hii hapa ni askari polisi wa tarafa hiyo. Hiyo mpira ni wa kurushwa kuelekea kwenye lango la timu ya wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge, huku wakiwa wanatafuta namna nambari 7, lakini mpira anaendelea anatafuta mwenzake, mpira umetoka nje, ni wa kurushwa kuelekea kwenye lango la wafanyakazi wa askari polisi. Bado matokeo ni goli moja la wafanyakazi wa tarafa la Rumonge na ni 0 kwa askari polisi wa tarafa hiyo. Mchezo unaendelea, mashabiki huku wakiwa wanajivunia ushindi wa goli moja bado, lakini mchezo unaendelea huku akiwa nambari 7 anatafuta mwenzake ili waweze kusukuma mbele gurudumu. Nambari 12 wa mfanyakazi wa tarafa ya Rumonge amesema hapana, haiwezekani. Anatafuta mwenzake huku akiwa anatafuta kuweka, anarudisha nyuma, anampatia golikipa, anamwambia wewe rusha nambari 7, anaomba mpira ili waweze. Nambari 3 hiyo ana rusha huku mbele, lakini akawa ameutoa nje. Ndugu watazamaji, tunawakumbusha tena kwamba ni mechi ya kirafiki hapa ambayo inakutanisha, ambao timu mbili zinachwana hapa, askari polisi pamoja na wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge,
wote ni majirani, wote ni wafanyakazi wote wa tarafa na mkoa wa Burunga. Hiyo mchezo ni wa kurushwa, mpira ni wa kurushwa kwa mkono, nambari 7 na tafuta, lakini golikipa amekamata mpira akawa amejidai kwamba tayari amepanga namba vizuri. Kwa hiyo mchezo unaendelea, nambari 6 anatafuta namna ya kuweza kumpatia mwenzake nambari 5 na 26 anachukua mpira ili aweze kuweka mambo sawa. Kwa hiyo tunakumbusha hii ni DRM kujumlisha 61, tukiwa hapa kwenye uwanja wa Vizigiro hapa Mbuga, ukitoka kidogo tu kama kilomita 3 kutoka jijini Rumonge. Bado mnaendelea kutizama mchezo kati ya wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge wakiwa wanachuana na askari polisi wa tarafa hiyo. Bado anarusha huko mbele, nambari 6 wa askari polisi mgongoni, anatafuta mwenzake, ni kosa, anamfanyia kosa ambao ni kosa la kuadhibiwa. Kocha anamwambia mnafanya nini huko, mnafanya nini huko? Hebu jitahidi sana tupate goli la pili hapa. Hiyo mchezo unaendelea, nambari 17 mgongoni, mfanyakazi wa tarafa tafuta mwenzake nambari 3, mpira bado anaendelea kutafuta mwenzake ili aweze kumpa ili mambo yaende sawa. Mpira unakurushwa mbele, anatafuta mwenzake, lakini nambari 7 askari polisi mgongoni amekamata mpira na kuweza kutafuta mwenzake. Ameotea, na tukiwakumbusha huku wasimamizi wa mchezo huu wa leo ni Irankunda Wile na Nkuruziza Emmanuel pamoja na Fiston. Hawa ni wasimamizi wa mchezo. Katikati ni Irankunda Wile. Hiyo rusha mpira kuelekea kwenye tafuta ndugu yake polisi mwenzake nambari 20 mgongoni, ambaye ni ndugu yake, anampatia ndugu yake nambari 10 ambaye anatafuta namba 5 ambao ni namba 7 mgongoni, namrushia, anamtafuta ndugu yake ili aweze, lakini akawa amekosa mpira. Hiyo nambari 12 mgongoni, mpira wa kurushwa kuelekea kwenye lango la timu ya wachezaji wa tarafa la Rumonge. Mpira amerusha huko mbele, wanatafuta namna ya kupita, anatafuta nambari 18, lakini mpira naona umerudi nyuma, huku wakiwa wanatafuta nambari 17, namba 4 askari polisi anajitahidi kutafuta namna ya kuweza kulinda goli lake, anamtafuta ndugu yake nambari 27, lakini mpira golikipa kawa amekamata vizuri, na mpira unaendelea, nambari 7 ambaye ameshikilia namba yake vizuri wa tarafani Rumonge anarusha mpira huku nyuma, nambari 12 ambayo ni namba 3. Kitizama hapa askari polisi huku wanajitahidi sana kutafuta namna ya kuweza kukomboa goli hilo, lakini bado mambo hajakaa sawa. Anatafuta mwenzake huku, na ni kitu ambacho namba 6 anatafuta, lakini golikipa ameona ni vizuri sisi wafanyakazi hatuwezi kushindwa na askari polisi. Mpira unaendelea, mpira ni huku, nambari 7 mgongoni wa mfanyakazi wa tarafa Rumonge anajitahidi sana kutafuta namna ya kuweza kuingiza, lakini akamfanyia kosa. Huku ni kosa ambalo linaenda kuadhibiwa, ambaye anaenda kuadhibu mchezaji mwenzake ni nambari 17 ambaye anatafuta mwenzake huku, anarusha mbele, lakini akawa amepatia golikipa naye ni mrefu mwembamba, ambaye anamrusha ndugu yake namba 4 mgongoni, huku tukiwa tunawakumbusha kwamba hii mnayesikia
au mnaitizama ni mchezo ambao umewezeshwa na DLM kujumlisha 61, huku tukiwa tuko kwenye uwanja wa michezo hapa Byizigiro Mbuga, ambao tunatizama mchezo wa kirafiki kati ya Polisi na kidogo arushe, lakini akawa amejitahidi sana golikipa wa askari Polisi kuwa amejitahidi sana, huku ni kosa ambao naenda kuadhibiwa na askari Polisi namba 7. Kwa hiyo mpira wa kurusha huko mbele, namba 9 anatafuta mwenzake ili aweze kukomboa ile goli. Bado nasema ni aibu sana, sisi askari Polisi tunasimamia usalama. Mpira unatoka nje na inakuwa ni corner kick. Ya kwanza, ambao ni corner kick ya kwanza ambayo inaenda kurushwa na askari Polisi kuelekea kwenye lango la wafanyakazi wa tarafa la Rumonge. Tukiwakumbusha tuko kwenye uwanja wa Byizigiro hapa Mbuga, anarusha huko mbele, bado anatafuta kona kiki ya pili ambayo ni faida ya askari Polisi, ambayo anaenda kurusha kona kiki, ni nambari 14 askari Polisi. Hiyo huku mashabiki wakisema hapa ni nusu bahati ya kupata goli. Kwa hiyo anarusha kuelekea kwenye lango la wafanyakazi wa tarafa la Rumonge. Golikipa amesema hapana, na ni kosa huku ambaye amefanyiwa golikipa. Bado mchezo unaendelea na inaonekana kwamba amefanyiwa makosa. Huyu hapa golikipa amefanyiwa makosa, ambaye anatakiwa kuondoka kwanza kidogo, atafuta ganga ili waweze kufanya nini, kumtibu. Bado ni DLM kujumlisha 61, tukiwa tunarusha vipindi vyetu hapa Rumonge, na tukiwa tunawaonyesha moja kwa moja mchezo wa kirafiki kati ya wafanyakazi wa tarafani Rumonge na timu ya askari Polisi katika mkoa wa Rumonge. Bado ushindi ni 1 kwa faida ya wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge na ni 0 askari Polisi. Kiwa bado anatibiwa golikipa, bado golikipa wa tarafa ya Rumonge, wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge bado amezidiwa, naona bado mganga anaendelea kuwa ana mtibu. Mpira unaendelea, askari Polisi wanatafuta namna ya kuweza kupata goli, lakini nambari 7 askari Polisi mgongoni ameweza kutafuta namna ya kutafuta ndugu yake, anajitahidi, lakini golikipa anatafuta, bado anajitahidi kutafuta goli, huku nambari 3 mgongoni mfanyakazi wa tarafa ya Rumonge anasema hapana, huku akiwa anatafuta mwenzake nambari 9 anatafuta huku akiwa anatafuta kuingiza goli, lakini mpira nikana umetoka nje na kurushwa kwa mkono kuelekea kwenye lango la wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge, huku nambari 7 askari Polisi anatafuta mwenzake, huku nambari 7 mzee mrefu mnene hivi wa tarafani, huku anatafuta ndugu yake, anatafuta huku nambari 17 akiwa amempatia mwenzake, akawa amekosa namna ya kuweza. Mpira unaelekea mbele, nambari 18 askari Polisi, nambari 20 huku akiwa ametafuta, lakini mpira unatoka nje. Golikipa anasema hamna, mpira wa kurushwa kwa mkono kuelekea kwenye lango la
goli la wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge, huku nambari 6 askari polisi anarusha moja kwa moja, lakini huku golikipa akaamua kabisa vizuri, akasema hapana, haiwezekani, huku sisi hatuwezi kushindwa bana. Huku narusha nambari 21, mrusha nambari 21 anakwenda kabisa mbele, tafuta mwenzake nambari 3, lakini nambari 3 na kama amechoka huku. Nambari 6 askari polisi 18 anamrushia huko mgongoni, namba 18 askari polisi amempatia mwenzake, huku akiwa anatafuta nambari 7 mgongoni wa njano, mfanyakazi wa tarafa ya Rumonge. Huku ni bado ushindi, ni goli moja la wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge na 0, huku ametafuta, lakini huku amemfanyia kosa. Ni kosa la kuadhibiwa, ni kosa la kuadhibiwa huku. Refa amesema, anatoa ushauri kwa huyo, anamwambia bana, usiendelee. Mpira unaendelea. Golikipa anawaambia nendeni mbele, nendeni mbele, huku mpira ukiwa unatoka nje. Hai. 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 Mpira unaendelea. Unaendelea, nambari 9 askari polisi anampa mwenzake nambari 14. 7 anachukua mpira huku anamrusha mwenzake, na huku askari polisi akisema hapana, haiwezekani, haiwezekani. Mpira unaenda kurushwa na nambari 17 askari polisi anarusha kule mbele, anatafuta mwenzake huku, arusha kule mbele, nambari 9 mgongoni askari polisi tafuta kuwezekana, lakini mekosea, akawa ametafuta namna ya kuweza kuingiza, lakini akawa amepitisha nyuma, na bado golikipa anapanga mpira vizuri ili aweze kutafuta mwenzake, huku tukiwa tuna dakika 25 za mchezo, tukiwa tuna dakika 25 za mchezo. Arusha kule mbele, anamtafuta mwenzake nambari 7, lakini akameruka namba 20 askari polisi mgongoni. Mpira ni wa kurekea lango la timu ya wachezaji. Kwa hiyo huku akiwa askari polisi nambari 20, mchezaji mfupi sana ambaye amerusha mpira kule mbele, lakini akawa amekosea, huku anatafutwa nambari 7 na nenda kabisa mfanyakazi wa tarafa ya Rumonge, lakini golikipa wa askari polisi akawa ameinuka majibu kwenda kuchukua, anaenda nambari 7, nambari 7 huku namba 3 akawa amemwona, akawa anatafuta mwenzake, lakini namba 20 akawa amesema hamna. Mpira unaendelea, namba 21 mgongoni, mfanyakazi wa tarafa ya Rumonge anatafuta mwenzake, huku anaenda moja kwa moja, anarusha mbele, nambari 9 17 mgongoni anakaba, lakini huku nambari 7 akawa amekamata mpira kurusha kuelekea kwenye nambari 14 mgongoni wa 6. Kwa hiyo namba 8 mfanyakazi wa tarafa Rumonge anarusha kabisa, lakini akawa amerusha nje kwa kutafuta goli. Kwa hiyo bado mchezo ni 27, mchezo ni 27 dakika. Ushindi ni 1 kwa faida ya wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge na 0 kwa askari polisi. Kwa hiyo mnaendelea kutizama mchezo huyu, mchezo wa kirafiki kati ya askari polisi wa tarafa ya Rumonge pamoja na wafanyakazi wa tarafa hiyo hiyo. Kuna kosa refa limesema subieni kwanza kidogo, subieni kidogo, subieni kidogo, huku
naomba kubadilishiwa au kufanyiwa matibabu ili aweze kutafutwa vizuri. Askari polisi wa tarafa hilo pamoja na wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge, bado ushindi ni goli moja kwa faida ya wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge na 0 kwa askari polisi wa tarafa hiyo. Na moja kwa moja tunaweza kukumbusha tena huku kocha wa timu hiyo askari polisi amesema lazima tutafute ushindi bwana, lazima tutafute ushindi, huku wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge wakiwa wanasema lazima tuibuke na ushindi. Mpira unaendelea ukiwa namba 7 akiwa anampatia ndugu yake namba 6 mgongoni, anampelekea anamrushia ndugu yake, huku nambari 5 mgongoni, lakini namba 9 mgongoni wa mfanyakazi wa tarafa la Rumonge ambaye ni Beethoven anarusha nje. Mpira ni wa kurushwa kuelekea ndani ya uwanja. Golikipa kamata mpira na mtafuta mwenzake. Ukitizama mchezo huyu hapa ni wa kirafiki kabisa. Mchezo huyu ni mchezo ambao una filimbi chache, ni mchezo ambao hakuna marafu humu. Ameotea nambari 20, na tuwakumbushe mchezo huyu kwa wale ambao natizama mchezo huyu, wanaovaa jezi ya njano ni askari polisi wa tarafa ya Rumonge, na jezi hii ya kijani ni wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge ambao ni wafanyakazi tofauti wa tarafa hiyo. Mchezo unaendelea, nambari 14 anaanguka chini na ni kosa linatakiwa kuadhibiwa kuelekea kwenye lango la wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge. Mpira unarushwa kule mbele, mpira unarushwa, nambari 5 mgongoni ambaye ni mfanyakazi wa tarafa ya Rumonge anajitahidi kutafuta namna ya kuweza. Nambari 18 askari polisi ambaye yeye amesema hamna. Mpira unatoka nje, mpira unaenda kurushwa kuelekea kwenye lango la wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge. Kwa hiyo mnaendelea kusikiliza na kutizama mchezo huu ambao mtawezeshwa na DLM kujumlisha 61 ikitoa vipindi vyake hapa Rumonge. Mpira wa kurushwa kuelekea kwenye lango la, mpira unaelekea huko, anapatiwa nambari 3 mgongoni tarafa Rumonge, anampatia ndugu yake nambari 27, lakini askari polisi amesema hapana, haiwezekani. Mpira unarushwa kwa mkono kuelekea kwenye lango la askari polisi. Ni mpira wa kurushwa kwenye mkono, anampatia nambari 17 mfanyakazi wa tarafa ya Rumonge. Nambari 15 anampatia ndugu yake huko aweza kutafuta ushindi, lakini golikipa amesema tulia, namba 17 ndugu yangu polisi tayari imeshaona mchezo, huku akiwa anaendelea kurusha huku. Tunakumbusha mnatizama mchezo wa kirafiki kati ya timu ya wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge ambao wamevaa jezi ya kijani na wa askari polisi ambao wamevaa jezi ya njano. Mpira unaelekea, anacheza kabisa, anampatia mwenzake nambari 17, nambari 9, huku akawa amempatia mwenzake, huku nambari 5 akawa amechukua
mpira natafuta mwenzake huku, mpira unaendelea, askari polisi huku, nambari 21, nambari 5 anarusha nje, mpira unatoka nje. Mpira ni wa kurusha kuelekea kwenye lango la askari polisi. Rusha huku ni askari polisi nambari 6 anajitahidi sana kutafuta, lakini huku mfanyakazi nambari 9 akawa amefanya kosa ambao ni kosa linaenda kuadhibiwa na askari polisi nambari 17. Mpira unaelekea huko kwenye lango, amechini lakini akawa amerusha nje. Bado mchezo bado, ushindi ni 1 kwa faida ya wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge na 0 kwa askari polisi. Kwa hiyo mpira unaendelea. Tuwakumbushe tupo Rumonge katika kata moja, kata za tarafa ya Rumonge. Tupo Mbuga kwenye uwanja wa Gizigiro, ambapo tunatizama mchezo huu wa kirafiki kati ya wafanyakazi wa tarafa hii ya Rumonge pamoja na wafanyakazi askari polisi, jeshi la polisi. Hapa nambari 17 anachukua mpira, anatafuta mwenzake huku, akiwa anatafuta kwa faida ya kutafuta goli huku. Nambari 15 mgongoni, mfanyakazi wa tarafa akawa amefanya kosa, ni kosa la kuadhibiwa huku, akiwa amerusha mpira akamdandia ndugu yake. Kwa hiyo ni kosa linaenda kuadhibiwa, Mshaki Bendera anamwambia hapana, tulia, rusha huku. Tuwakumbushe hapana, ameotea. Tuwakumbushe huku, msimamizi wa katikati ni Wile na wa pembeni ni huyu Fiston akisaidiwa na Emmanuel. Mchezo unaendelea hapa kwenye uwanja wa Gizigiro katika kata ya Mbuga hapa, ambapo bado tunaendelea kutizama mchezo huu. Mfanyakazi wa tarafa ya Rumonge ambaye anatafuta ndugu yake nambari 7 ambaye anatafuta mwili wake, lakini golikipa amesema hapana, nimesha kuona. Hayo anamrushia ndugu yake huku, askari polisi anamtizama ndugu yake nambari 7 huku akiwa amekataa. Mfanyakazi wa tarafa amekataa, amesema hamna. Nambari 9 mgongoni wa tarafa asema mpira unaendelea kule mbele. Nambari 9 mgongoni, askari polisi akawa ametafuta namna ya kuweza mpira unarudi nyuma. Ukitizama hapa, wafanyakazi wa tarafa ni wafanyakazi ambao ni wanene, wachezaji wanene warefu sana. Ni kosa ambao linaenda kuadhibiwa, kwa faida ya askari polisi. Mpira unaisha, kipindi cha kwanza kinaisha. Ndugu zangu, tuwakumbushe tupo hapa kwenye uwanja wa mchezo hapa Mbuga kwenye uwanja wa Gizigiro, ambapo timu mbili zinachwana. Timu ya wafanyakazi wa tarafa ya Rumonge ambao wamevaa jezi ya njano, wafanyakazi wa tarafa kwa majina anaitwa Bikorimana Idrisa. Mimi ni mchezaji wa mandalina. Kiufupi, asante sana. Tumekukuta kwenye uwanja na tunataka kujua, je, nini kipi ulikiona ambacho kinaweza kikabadilishwa kwenye mchezo huu hapa? Kwenye mchezo huu kitu ambacho kinaweza kubadilishwa kwa timu ya polisi
na naomba sana waongeze nguvu, wanaweza wakapata ushindi. Kwa hiyo timu pinzani na yeye pia waongeze nguvu, kwa sababu ile timu pinzani imeshawafunga goli la kwanza. Mchezo huko naenda vizuri, naomba tu wafanye vizuri, wanaweza wakafanikiwa. Na timu hizi mbili zinachuana hapa, na ukitizama mchezo tayari wafanyakazi wa serikalini tayari wameshakuwa na goli moja. Nini wanaweza wakifanya zaidi ya hichi hapa ili wapate ushindi zaidi ya goli moja? Hapo cha kufanya tu ni kujituma, waongeze nguvu, wanaweza wakapata goli zingine. Ni nini unaweza ukamwambia kocha wa serikalini au wafanyakazi wa serikalini, nini namba ulizoziona zinapelea ambazo wanaweza kubadilisha? Hebu kitizama mchezo, tuambie kama wewe mchezaji. Anaweza kubadilisha striker namba 9 wao na mawinga tena, awambie watulize mpira, alafu awe wanapenya mapasi haraka. Nini kinakufurahisha kwa huu mchezo? Kitu ambacho kimenifurahisha kwa huu mchezo ndio ushindi wa timu ya serikalini. Cha pili kinaanza, ndugu zangu watizamaji wa mpira wa miguu. Mpira unaendelea kurusha kule mbele, lakini mchezaji wa serikali ya tarafa hii ya Rumonge kama amejitahidi sana kutafuta namna ya kuweza kubadilisha. Ukitizama mchezo huyu hapa, askari polisi wamebadilisha, wanakuja wamebadilisha. Ukitizama hawa wamepata ushauri wa kutosha. Hayo mchezo unaendelea, anarusha, lakini nambari 7 anamtafuta namna ya kuweza kupenya, lakini akawa ameshinda. Tuwakumbushe mchezo, ni timu mbili zinachuana hapa. Timu ya wafanyakazi wa serikali ambao wanachuana na timu ya askari polisi wa tarafa hii, ambao ushindi ni bado ni ushindi ni moja bila moja kwa faida ya wafanyakazi wa serikali ya hapa Rumonge, kwa 0 kwa askari polisi. Kwa hiyo mchezo unaendelea. Golikipa amesema hapana, tulia. Leo anakota mpira, tafuta ni wapi anaweza karusha mpira ili mchezo endelee. Tunakumbusha tupo pa Rumonge. Hii ni DLM kujumlisha 61. Tunakumbusha tunarusha vipindi vyetu hapa tukiwa hapa Mbuga kwenye uwanja wa Vizigiro, uwanja wa mpira wa miguu ambao ni timu mbili zinachuana. Kosa ambao mpira unaendelea, anatafuta mwenzake huku, nambari 3 mgongoni, mfanyakazi wa serikali tafuta mtu wa kuweza kumpatia, huku akiwa ametendewa kosa. Ni nambari 15 mgongoni, mfanyakazi wa serikali, na mfanyakazi wa askari polisi nambari 10. Hiyo huku wakiwa wanatafuta, refari anasema tafuteni mganga aweze kuwatibu hao watu ili mchezo uendelee. Tunarusha vipindi vyetu kutoka Rumonge, jijini Rumonge, tarafa Kanyenkoko, ambapo leo tumetembelea hapa, tuko kwenye uwanja wa mchezo hapa Vizigiro, ambao tunawarushia moja kwa moja mchezo huu katika timu mbili zinazochuana hapa. Timu ya wafanyakazi wa serikali ambao wanavaa jezi ya kijani na timu ya askari polisi huku akiwa amevaa jezi ya kijani, huku wakiwa wametafuta namna wanaweza kupata ushindi. Mpira unaendelea baada ya mapumziko kidogo, anaendelea huku nambari 21 wa serikali anatafuta, lakini akawa ameshindwa. Hebu angalia huku, anarusha huku, atafuta namna
ya kuweza kupata, lakini namba 9 akawa ameotea. Mchezo unaendelea, tuwakumbushe tupo hapa Byizigiro, kwenye uwanja wa Byizigiro hapa Mbuga, ambao tunarusha moja kwa moja kipindi hichi cha mchezo. Timu mbili zinachuana. Nambari 3 anarusha kule mbele, anatafuta mguu yake. Nambari 8 na kurusha huku mbele, tafuta mwenzake, amekosa kabisa. Alikuwa anatafuta askari polisi namna ya kuweza kupata goli, lakini akawa ameshindwa. Huku mchezo unaendelea, mfanyia kosa huku ambao unatakiwa kuadhibiwa. Nambari 4 anapewa kadi ya njano. Tumewaambia huku mchezo kwani wa kirafiki, ni mchezo ambao una kadi chache sana. Hii ni kadi ya kwanza, hii hapa njano, ambaye nambari 4 mchezaji wa serikali ambaye amepewa hiyo. Wakati wanasubiri matibabu ya mchezaji, askari polisi, mganga anakimbia huku akiwa anatafuta namna ya kuweza kumtibu. Mpira unarushwa kule. Ukitizama wachezaji wa serikali hapa ni wachezaji warefu sana, wanene kwa kweli. Unaweza kufikiria na ukaona kweli kama ni wafanyakazi wa serikali hao. Mpira unaelekea kwenye lango, huku akiwa anatafuta mwenzake. Kipindi hichi kinawezeshwa na DLM kujumisha 61. Kosa la kuotea, nambari 7 ameotea. Nambari 7 ameotea, kwa hiyo ni kosa la huku kwenye maiki. Sauti inayosikika ni ya Dominic Celestine na mfundi mitambo huku ambaye anatuwezesha ili tuone kipindi hichi hapa. Mchezo huyu anaitwa Javakei, penda muite J. Hiyo huku mchezo unaendelea, ni kosa ambao naenda kuadhibiwa. Kocha anasema subiri tuangalie askari polisi wetu hapa ili usalama usizoroteshwe. Huku mchezo unaendelea, narusha huku mbele. Nambari 6 anatafuta namna ya kuweza kupata goli huku, akawa askari polisi nambari 14. Golikipa amesema hapana, tulia askari polisi, wewe kazi yako ni ya usalama, sio mchezo. Kwa hiyo huku Mamba akiwa anaendelea vizuri, mchezo mnawezeshwa mchezo huyu na DLM kujumisha 61, ambaye imeweza kufika hapa kwenye uwanja wa Byizigiro kuwapatia hii burudani ya mchezo huyu, ambayo bado ushindi ni moja kwa faida ya wafanyakazi wa serikali wa tarafa hii na 0 askari polisi. Ukitizama mchezo huyu hapa kweli wa kirafiki, makosa yamekuwa machache sana, na ukitizama mchezo huu hapa mawazo yamekuwa mazuri. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambao wametokea, huku akiwa kocha anaelekea kumtoa au kupatia ushauri golikipa kwa wafanyakazi wa serikali. Huku mpira unaendelea, nambari 5 mgongoni wa serikali na mrushia ndugu yake nambari 8, anatafuta namna ya kupita, lakini polisi amesema hapana bwana, huwezi kupita. Nambari 4 huku akiwa amerusha kampatia adui wake, golikipa amesema tulia. Mpira umetoka nje, mpira ni wa kutengwa. Kipa anachukua mpira, anatafuta namna ya kutenga. Namba 4 anamrushia, anatafuta mwenzake huku, nambari 21
mchezaji ukimtizama vizuri ana control vizuri mchezo, anamtafuta ndugu yake nambari 17 mchezaji wa serikali, huku wakiwa wanajitahidi sana askari polisi, huku nambari 17 anatafuta lakini huku akashindwa. Mpira bado uko kwenye mguu wa askari polisi, anatafuta huyu mchezaji wa serikali, anamrushia nambari 21 namba 17, anatafuta ndugu yake anampatia ndugu yake huku mnene, mchezaji mnene nambari 3 ambaye ni mchezaji wa serikali kweli. Ukiangalia ukitizama ni mchezaji wa afya mrefu ambaye unaweza hata ukikutana naye barabarani akiwa amevaa jezi hiyo ya kijani utajiambia mwenyewe ni mfanyakazi wa serikali. Mpira unaendelea akielekeza kutafuta namna askari polisi wanaweza kupata goli, rusha mbele, lakini askari polisi nambari 17 akawa ameotea. Mpira ni wa kurushwa kwa mkono, mpira ni wa kurushwa kwa mguu, huku akiwa anatafuta mwenzake wa serikali, huku nambari 21 anatafuta namna kuweza kupata goli, bado anaendelea kutafuta anaanguka, huku bado nambari 9 mgongoni mfanyakazi wa serikali ameshindwa. Ni mpira unaenda kurushwa, mpira unaenda kurushwa, nambari 2 mgongoni mfanyakazi wa serikali anarushia mwenzake, huku anatafuta namna ya kuweza kutafuta goli, lakini huku askari polisi namba 5 amesema hapana, haiwezekani bwana, wewe mfanyakazi wa serikali, lakini huku sisi tunaenda usalama, tulia. Mpira unatoka nje, mpira unatoka nje, golikipa anatenga mpira, anatafuta mwenzake nambari 9 mgongoni, askari polisi anapatia mwenzake nambari 27, huku wakiwa wanatafuta namna na wanatumia bidii zote ili wapate goli. Nambari 4 amejaribu kurusha huku, lakini mpira umetoka nje. Tuwakumbushe bado ushindi ni goli 1 kwa faida ya wafanyakazi wa serikali ya tarafa ya Rumonge. Arusha kule mbele, anamtafuta ndugu yake askari polisi, huku mchezaji nambari 5 mgongoni mfanyakazi wa serikali, lakini golikipa amesema tulia. Mpira ni wa kutengwa, mpira ni wa kutengwa, huku golikipa anatafuta mwenzake, huku Arusha kule mbele anampatia ndugu, lakini nambari 7 polisi amesema hapana. Nambari 10 mgongoni askari polisi ambaye anamrushia askari polisi ameshindwa. Huku tuwakumbushe, huku hii ni DLM kujumlisha 61 inayarusha vipindi vyake jijini Rumonge Kanyengoko. Mpira unaendelea, amefanya kosa huku, rusha, mpira narusha kule mbele, nambari 2 mgongoni serikali akiwa ametafuta namna ya kuweza 21, nambari 21. Golikipa amesema tulia, 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 huku tumesha wasoma. Huku askari polisi wanajitahidi sana kutafuta goli. Nambari 14, nambari 14 anajitahidi sana kutafuta goli, anasogelea sana huku, anatafuta mwenzake ili waweze kupata goli. Arusha, lakini ndani kabisa. Golikipa, hili ni goli la kwanza, wanagomboa hao watu hawa. Askari polisi wanagomboa goli, wanafurahia sana. Tukisikia mashabiki hapa wanavyozungumza, wanasema iwezekani sisi walinda usalama huku tushindwe, na tukirudi kwenye jamii huku tutaaibika. Kwa hiyo mchezo ni moja kwa moja, goli moja kwa faida ya
wafanyakazi wa serikali na goli moja kwa faida ya askari polisi. Kwa hiyo mchezo ni sare, bado ni 1-1, na ukitizama mchezo huyu kweli, kwa yule ambaye anatizama mchezo ni wa kirafiki. Serikali imeona ni vizuri ujirani au umoja waanze kutafuta namna ya kuweza kuimarisha. Kwa hiyo kupitia mchezo huyu askari polisi ametambua mfanyakazi wa serikali na mfanyakazi wa serikali ametambua askari polisi, ambao ni kitu kimoja katika jamii. Huku askari polisi nambari 14 mgongoni akitafuta huku namna ya kuweza kupata goli la pili, lakini mchezaji wa serikali huku akawa amezuia. Nambari 11 anatafuta mwenzake huku, na ukitizama kama nilivyowaambia wafanyakazi wa serikali huku mpira ni wa kurushwa, tuwakumbushe huku timu ya serikali ina wachezaji warefu sana wanene, akiwa ni Hamisi nambari 23 mgongoni, Msafara 12 mgongoni, Kabala namba 2 mgongoni, Igo Victor namba 5 mgongoni, Popa namba 4, Raymond namba 8, Dr. Gilbert namba 7, Patrick namba 3, huku namba 6 anatafuta namna polisi ndani, goli la pili kabisa huku. Askari polisi baada ya kipindi cha kwanza huku wamepata ushauri wa kutosha huku, wamesema ni lazima tupate ushindi huku. Goli la pili kwa faida ya askari polisi. Kwa hiyo huku baada ya ushauri ambao umetolewa na kocha, amesema haiwezekani, lazima tupate huku. Kwa hiyo goli la pili kwa faida ya askari polisi ambao limeingizwa na askari polisi namba 14. Tuwakumbushe huku namba 1 golikipa wa askari polisi akiwa ni Ejidi Ezekiel namba 27, huku Ezekiel Zangi Yumva namba 20, Butoi Adronis namba 5 na nambari 17 huku polisi ambaye anakimbia sana ni Eri, pamoja na Wilson namba 6 mgongoni huku, Arian namba 18, Rodrick namba 9, Ezekiel Kwizera namba 7, Biko Zuimana die namba Jandojie namba 10, pamoja na Sabimana Ezekiel namba 14. Ndugu zangu, huku mchezo huku unabadilika. Mwanzoni wachezaji wa serikali walikuwa wamemudu mchezo kabisa, huko kuna mabadiliko kidogo ambayo yamefanyika baada ya ushauri ambao umetolewa na kocha wa timu hiyo. Tunaendelea kuwapa huu mchezo tukiwa huku kwenye uwanja wa Vizigiro, ambapo timu hizi mbili zinachuana. Wafanyakazi wa serikali ya tarafa hii pamoja na askari polisi wa tarafa hii ya Rumonge, huku akiwa amefanya kosa. Kweli ni mchezo wa kirafiki. Mchezo huyu kama nilivyowaambia, askari polisi wanajitahidi sana kupata goli la 3, na huku nambari 14 ambaye amesema hapana, ngoja niongeza spidi ili niweze kupata goli la 3. Mpira unaendelea, nambari 21 anatafuta mwenzake huku, anamrudi tena mpira, anatafuta mwenzake huku, lakini nambari 5 mgongoni ambaye ni Ezekiel Adronis ambaye amesema hapana, haiwezekani. Namba 27 ambaye ni Ezekiel anamtu mpira. Namba 10 askari polisi huku wanarudisha nyuma huku. Ukiangalia mchezo huyu kweli mchezo wa kirafiki
na wafanyakazi wa serikali huku wakiwa wanatafuta kuweza kupata ushindi. Tuwakumbushe huku jezi ya mfanyakazi wa serikali ni jezi ya kijani, na wakati jezi ya njano ni askari polisi ambao wamevaa jezi hii, na ushindi bado ni goli 2 kwa faida ya askari polisi wa tarafa hii ya Rumonge na goli 1 kwa faida ya wafanyakazi wa serikali. Mpira unarushwa, unaingia, anatafuta nambari 21 mfanyakazi wa serikali, anatafuta huku nambari 4, anatafuta namna ya kuweza kupenya huku ili wapate goli. Nambari afanywa kosa huku nambari 24 kama amefanya kosa linaenda kuadhibiwa, anarusha kule mbele, anatafuta nambari 3, anarusha kule mbele, nambari 8 mgongoni askari polisi huku akiwa amezuia mpira, bado mpira unaendelea huku nambari 4 akamefanywa kosa. Ni kosa ambaye amefanyiwa na mchezaji askari polisi namba 9 ambaye ni Rodrigo. Pia unaendelea, kosa inaenda kuadhibiwa. Nambari 4 5 anarusha kule mbele, anatafuta mwenzake, lakini namba 4 askari polisi huku anatafuta namna ya kuweza huku. Nambari 15 rusha kule mbele, lakini akubahatika huku, ukiwa unatafuta namna ya kuweza huku. Nambari 21 mgongoni akawa amesimamisha mpira huku, kosa ambayo inaenda kuadhibiwa. Arusha mbele askari polisi huku, nambari 6 anatafuta kabisa, anatafuta namna ya kuweza amekosa huku, mpira unatoka nje. Nambari 21 mfanyakazi wa serikali, ni corner kick ya kwanza huku, ni corner kick ya kwanza kwa faida ya askari polisi. Ndio kurushwa huko, narusha kabisa, anatafuta mwenzake namba 10, anarusha kule, anatafuta mwenzake huku, lakini golikipa akawa amenasa mpira huku. Rusha mbele golikipa. Tunaendelea kuwakumbusha tupo hapa Mjizigiro ambapo kuna mechi ya kirafiki kati ya wafanyakazi wa serikali pamoja na askari polisi wa tarafa hiyo ya Rumonge. Namba 10 anatafuta kule, anatafuta namna ya kuweza kupata goli, lakini mpira unatoka nje, kurusha huku. Bado refari anasema subirieni huku. Kuna mchezaji anatoka nambari huku nambari 10. Ukitizama wachezaji hawa wa serikali ni warefu kabisa, ni wanene. Ukitizama huku nambari 10 anatafuta mwenzake huku, nambari 3 kama tulivyowaambia ni wachezaji ambao ni warefu, tafuta huku, lakini kamerusha nje. Mabadiliko huku, anasema hapana. Ukitizama ushauri ambao pewa sio bure, anabadilishwa huku, anaingia mchezaji nambari 26 ambaye anaitwa Emmanuel, huku wakiwepo mabadiliko tena ya Faniki nambari 21 mfanyakazi wa serikali, huku namba 2 mfanyakazi wa serikali kabla. Goli kwa faida ya
wafanyakazi wa serikali huku. Kwa hiyo huku goli ni 2-2, goli 2-2. Wafanyakazi wa serikali wamesema hapana bana, haiwezekani huku. Sisi ndio viongozi wa serikali hapa, hatuwezi tukashindwa huku, hatuwezi tukashindwa. Kwa hiyo ushindi goli 2, bado mchezo unaendelea. Tuwakumbushe huku tizama mchezo wa kirafiki hapa, mchezo wa kirafiki kati ya wafanyakazi wa serikali wa tarafa ya Rumonge pamoja na askari polisi wa tarafa hiyo, tukiwa tunakumbusha msimamizi wa katikati ni Irankunda William akisaidizwa na Emmanuel pamoja na Fisto. Hao ndo wasaidizi wa kocha wa referee. Huku mpira unaendelea, nambari 6 anarusha kule nyuma, anamtafuta mwenzake 17, lakini mpira unarudi nyuma. Golikipa na yeye anasema hapana, leo bana nicheze leo, lazima nicheze leo bana, mchezo ni mzuri, lazima leo nicheze. Mpira unaendelea, askari polisi namba 7, askari polisi namba 7 ambaye ni Kwizera Ezekiel akawa amerusha mpira kuelekea kwa golikipa. Mchezo unaendelea, na ukitizama huku ni furaha kubwa sana kwa watazamaji, mashabiki huku wakiwa wanasema wote huku. Hapana, golikipa amesema hamna bana, wewe tulia, mimi nipo hapa kwa ajili ya kulinda hili lango letu hapa. Kwa hiyo mpira unarushwa kuelekea kwa askari polisi namba 7, namba 27 huko anachukua mpira, anatizama mwenzake huko, askari mwenzake anasema tulia bana, ameotea nambari 14, askari polisi ameotea. Kwa hiyo mpira unarushwa huku, msaidizi wa refa anasema rudi hapo nyuma, mweweka sehemu isivyo. Kwa hiyo anarusha kule mbele, anamtafuta mwenzake kule namba 10, mfanyakazi wa serikali huku, wakiwa wanatafuta namna ya kuweza kupata goli la 3 huku, yule anatafuta huku kupenya huku, anarusha kule mbele, lakini askari polisi namba 5 mgongoni ametafuta namna ya kuweza kumudu mchezo na kutoa mchezo nje. Kwa hiyo mpira umetoka nje. Tuwakumbushe mchezo huu ni wa kirafiki kati ya askari polisi wa tarafa ya Rumonge na wafanyakazi wa serikali wa tarafa hiyo, huku ushindi ukiwa ni 2 goli kwa faida ya askari polisi na goli 2 kwa faida ya wafanyakazi wa serikali, huku golikipa amesema hapana, tulieni, narusha kule mbele. Hiyo nambari 7 mgongoni tayari akawa amerusha mpira kule nyuma, anatafuta mwenzake, lakini askari polisi namba 10 akawa huku rusha kule mbele, nambari 5 ambaye ni Victor anarusha kule mbele, huku askari polisi namba 6 ambaye ni Wilson ametoa nje, akawa amerusha kwa bahati mbaya ukatoka nje. Tunaendelea kuwatangazia ni DNM kujumlisha 61 ikitoa vipindi vyake pa Rumonge. Mchezo kama mlivyosikia ni mchezo wa kirafiki, mchezo ambao timu mbili zinachuana hapa. Ni timu hizo hapo ambazo tumewaambia awali ni mfanyakazi wa serikali anayechuana na polisi wa tarafa hiyo. Mpira unarushwa kule mbele, natafuta mwenzake nambari 4, nambari 2 ambaye ni Tabara
narusha kule mbele, lakini golikipa Akame uona mpira na rusha kule mbele, golikipa na tafuta mwenzake namba 2 ambao ni Chabara, huku nambari 14 askari polisi na bwana Ezekiel, mpira unatoka nje. Bado ushindi ni 2-2, timu zote mbili, tukiwa tunamwambia mchezo ni burudani. Anakuambia polisi mchezo ni burudani, mfanyakazi wa serikali ni burudani. Anakuambia tucheze vizuri ili tuweze kupata ushindi. Tunawaongoza wajue kwamba tunafanya umoja. Nambari 19 askari polisi kidogo tu, lakini ameshindwa kabisa hapo. Anajitahidi kupata goli la 3 lakini ameshindwa. Nambari 21 anasema tulieni, mchezo ni wa kirafiki. Kwa hiyo huku tunaendelea kutizama mchezo huu wa kirafiki hapa. Tunaendelea kule akiwa anatafuta namna ya kuweza kupenya ili apate ushindi. Nambari 21 mgongoni, mfanyakazi wa serikali arusha kule, anatafuta mwenzake kule, lakini bado nambari 11 anatafuta namna ya kuweza huku wakiwa wanatafuta huku. Mchezo bado unaendelea, askari polisi sasa ngoja. Nambari 4 mfanyakazi wa serikali ambaye ni Popa anarusha kule mbele. Nambari 5 ambaye ni mfanyakazi wa serikali Hugo anarusha kule mbele, huku akitizama anatafuta namna ya kuweza kupenya. Anakimbia sana lakini ameotea. Kurushwa kwa mkono na mfanyakazi wa serikali namba 10. Serikali shakule mbele, Hugo shakule mbele, anafuta mwenzake nambari 11 mfanyakazi wa serikali ambaye ni Jafet, shakule mbele, anafuta mwenzake kule. Golikipa anasema tulieni lazima leo nicheze leo, huku askari polisi na yeye akisema bana, huu ni mchezo wa kirafiki, tulieni. Huko anarusha kule, anafuta mwenzake kule, huku nambari 9 mgongoni ambaye ni Beethoven anarusha kule. Nambari 10 mfanyakazi wa serikali anarusha kule, namtafuta Pasco, huku akampatia golikipa. Rusha kwenye mchezaji nambari 7, lakini Dr. Gilbert ameshindwa, huku nambari 4 mgongoni Popa ameshindwa. Golikipa amesema tulia ndugu yangu, tulia, huku kiwa narusha kule mbele. Golikipa mtafuta mwenzake nambari 10 polisi, huku Jean de Dieu akiwa ametafuta namna ya kuweza 21 huko, anatafuta 21 mfanyakazi wa serikali kule, lakini huku Kibendera amesema amemfanyia kosa. Hayo huku ni kosa linaenda kuadhibiwa, huku kwa faida ya askari polisi. Bado tunaendelea kutizama mchezo kati ya askari polisi, na ni mchezo wa kirafiki. Ukitizama mchezo wa kirafiki una filimbi chache, una kadi chache, kadi ya njano moja, una kadi chache. Kwa hiyo mpira unaenda kurushwa kwenye mita 18 kwa faida ya wafanyakazi wa serikali. Mpira unaenda kurushwa kwenye lango kuelekea kwenye lango la askari polisi.
Kocha refa anawaambia tulieni, jipange vizuri. Kwa hiyo ushindi utapatikana. Bado ushindi ni 2 kwa faida ya askari polisi, 2 tena kwa wafanyakazi wa serikali wa tarafa ya Rumonge. Wanarusha huku akiwa ametafuta namna, amekosea huku, amekosea. Bado mnatizama mchezo huyu, mchezo ambaye ni mchezo wa kirafiki kati ya wafanyakazi wa serikali wa tarafa ya Rumonge. Huku nambari 9 na Arusha kule tafuta mwenzake askari polisi Rodrick, lakini kule nambari 55 ambaye ni Alien ambaye ni mchezaji askari polisi, huku kama amekosea huku, rusha mpira weka chini, tafuta mwenzake kule, huku akiwa nambari 20 anatafuta mwenzake kule, lakini akawa ameotea nambari 19 bwana Wilson. Hiyo mpira narushwa kwenye nambari 5 mgongoni, mfanyakazi wa serikali ambaye ni Hugo, rusha kule mbele, nambari 8 mfanyakazi wa serikali Raymond. Mpira umetoka nje, mpira umetoka nje kwa faida ya wafanyakazi wa serikali. Tunaendelea kutizama mchezo huu tukiwa tumesaidiwa, tumewezeshwa na DLM kujumuisha 61 katika mitambo ambaye amewezesha sauti au mchezo uwezekane ni J. Mchezo unaendelea, mchezaji nambari 7 amefanyiwa kosa. Huyu amefanyiwa kosa, sema huwezi kupita, anapewa njano askari polisi nambari 7 ambaye ni Eli, pewa kadi huku, pewa kadi. Kwa hiyo bado waamuzi ni kadi ya njano, askari polisi nambari 7 Eli anapewa kadi ya njano. Kwa hiyo kwa kweli mchezo wa kirafiki, ukitizama ukiangalia namna wanavyocheza kweli wa kirafiki. Tuko kwenye kipindi cha pili, bado ni ushindi ni goli 2 kwa faida ya wafanyakazi wa serikali, 2 tena kwa askari polisi wa tarafa hiyo. Kwa hiyo mchezo unaendelea, kosa inaenda kuadhibiwa kwenye mita 18 huku, mita 18. Refa anawaambia tulieni, huu mchezo ni wa kirafiki huyu. Hiyo tunaenda kutizama mchezo huyu wa kirafiki ambao mchezo na wapa burudani watazamaji na wakaji wa Rumonge. Narusha kule, lakini ukuta ikwepo. Nambari 19 anatafuta namna ya kuweza kupita, lakini kosa. Nambari 19 anaenda kuchukua mpira ambaye ni Jamari, askari polisi. Rusha kule, rusha mpira kabisa, natafuta nambari 55, lakini amejitahidi sana kutafuta, lakini nambari 21 ambaye ni Frank amesema hapana bana, huku nambari 6 akiwa amefanya kosa. Kosa inaadhibiwa huku, ni faida ya askari polisi. Anarusha kule tamezaki, lakini namba 5 ambaye ni huku akiwa ametafuta huku kuweza kupata namna ya kuweza kupenya huku ili apate goli, lakini nambari 6 huku askari polisi mgongoni huku amesema hapana ndugu yangu. Namba 27 huyu Ezekiel Tunzenimana
Rusha kule mbele, tafuta mwenzake nambari 17, huku golikipa anasema tulia, nipo kwa ajili ya nyinyi. Anarusha kule mbele nambari 15, mfanyakazi wa serikali ambaye ni Ruben, ambaye ana rusha kule mbele, atafuta mwenzake huku, lakini akawa amempatia adui wake nambari 55, huku anampatia 21, rusha kule. Kwa hiyo mchezo bado anaendelea 19 huku, anampatia ndugu yake. Kwa nini wanampatia ndugu yake? Anaulizwa, kocha anasema hamna. Hebu tizama jezi bwana, jezi ziko tofauti, kwa nini unampatia adui wako? Mpira unaendelea huku, golikipa akawa ni mnene, lakini nambari 14 amesema bwana, umenifanyia kosa sana. Ni huku ni corner kick kwa faida ya askari polisi. Ni kosa ambao limeza corner kick, na rusha kule, anatafuta huku. Kama tulivyowaambia wachezaji wa serikali kule ni warefu wanene, kwa hiyo ukitaka kucheza usiweke juu. Huku tunaendelea nambari 11, anarusha kule, tafuta mwenzake nambari 7, mchezaji mzuri sana anayekimbia, mchezaji wa serikali, huku akiwa anatafuta mwenzake kule, askari polisi nambari 21. Mchezo unaendelea, unawezeshwa na DLM kutibisha 61 hapa kwenye uwanja wa Bizigiro hapa Mbuga, huku tukiwa tunatoa moja kwa moja, tunarusha moja kwa moja kipindi hichi hapa. Nambari 15 huku anarusha mpira kwenye anampatia nambari 5, lakini anakwambia tulia polisi bwana, sisi ni walinda usalama hapa, huwezi watutishia huku. Hiyo kule nambari 17 ameruka, lakini mchezo kawa kwake bure. Tafuta ndugu yake nambari 10, mchezaji wa serikali ambaye ni Pasco, anarusha kule, tafuta huku, ametafuta, lakini hapo kitizama huku amesema hapana. Refa amesema hapana, umeotea, usijidai umeotea, ndio maana napiga firimbi, mimi ni mwamuzi hapa. Endelea nambari 15, ambaye ni Patrice. Endelea nambari 55, lakini askari polisi alisema hapana bwana, arusha ule golikipa. Mchezo unaendelea na nambari 10 anasema bwana, hili kosa, rusha kwa mkono kwa faida ya askari polisi. Mchezo unaendelea. Kosa sana. Askari polisi amesema bwana, bado kuna mabadiliko kama tulivyowaambia kwamba ni mchezo wa kirafiki. Hii ni kadi ya 3 ya njano, kadi 2 kwa timu ya askari polisi na kadi 1 kwa timu ya wafanyakazi wa serikali. Mchezo unaendelea
Mchezo unaendelea. Golikipa kama tulivyowaambia, mfanyakazi wa serikali ni mnene kubwa sana, bana kwambia bana, kupita hapa sio rahisi, lakini kumbukeni amepigwa magoli mawili. Bado mchezo unaendelea, goli ni 2 kwa faida ya wafanyakazi wa serikali. Pia askari polisi magoli mawili, huku mchezo unaendelea. Namba 7 anatafuta mwenzake ili waweze kusukuma kurudumu, lakini kule tuone namba 8 Raymond nasukuma mpira kule mbele, anamtafuta mwenzake namba 21 ambaye ni Fanik. Rusha kule namba 10 mfanyakazi wa serikali ambaye ni Pasco. Hilo unaendelea. Askari polisi nambari 20 ambaye ni Ezekiel na rusha kule nyuma, lakini golikipa akawa amekamata. Golikipa anamtafuta mwenzake huko. Bia, tulieni polisi, nyie mnasimamia usalama, sisi tunasimamia serikali hapa. Hiyo kule. Mchezo unaenda nambari 7 anatafuta namna, golikipa akawa amekuwa makini sana. Amekuwa makini sana. Tunaendelea namba 3 huku akiwa golikipa mfanyakazi wa serikali amesema, tulia bwana polisi, tulia, sisi tupo hapa, tutajua cha kufanya. Hiyo mchezo unaendelea. Tuwakumbushe ni mchezo wa kirafiki ambayo ni timu mbili zinachuana, timu ya serikali na wafanyakazi wa serikali pamoja na askari polisi wa tarafa ya Rumonge. Ni kosa linaenda kuadhibiwa huku. Rusha ni corner kick moja kwa moja, lakini bas hakupata bahati ya kuingiza. Kwa hiyo bado ukitizama nguvu zipo za kuweza kupata ushindi pande zote mbili. Bado mnaendelea kutizama mchezo huyu, mchezo wa kirafiki kabisa, ambavyo wewe ambao unatizama unatufuata ukiwa mbali kidogo, na hawa wenye jezi ya kijani ni wafanyakazi wa serikali wa tarafa ya Rumonge, na hawa wanavaa jezi ya njano ni askari polisi walinda usalama katika tarafa hii ya Rumonge. Bado ushindi 2 kwa pande zote, 2-2 kwa pande zote. Mchezo unaendelea, mpira umetoka nje, unatakiwa kurudishwa na mfanyakazi wa serikali. Kawa ni utarushwa kwa mkono na mfanyakazi wa serikali nambari 21 ambaye ni Fanik. Mpira unaendelea kule, lakini golikipa amesema hapana, tulieni hapa. Rusha mpira kule, tafuta mwenzake askari polisi namba 19 ambao ni Magnus. Mpira unaisha, ndugu zangu, mpira unaisha kwa ushindi wa goli 2 kwa faida ya wafanyakazi wa serikali na goli 2 tena kwa faida ya askari polisi wa tarafa hiyo. Aliyewezesha sauti hizi wafikie bila tatizo ni Javakei, na huku sauti hii mnaisikia ni Celestine Dominic, ukichaka ukipenda niite Malo. Mimi naitwa Tuishemeze Foste. Mimi niko kocha wa hii timu ya wilaya ya Rumonge. Mimi nimekuja hapa kusaidia hii timu. Mimi katika kazi zangu, mimi ni chef de zone wa Kizuka, lakini niko mtumishi wa commune Rumonge. Tumekuja kucheza mechi hapa na timu ya mapolisi hapa Rumonge.
Ni mechi kabisa, tumeona tumecheza vizuri sana. Tumeanza kufunga goli la kwanza, tukacheza wakagomboa goli, wakatufunga goli lingine. Nikaangalia kama mimi kocha, nikaangalia mifumo na jinsi wachezaji wako wanacheza, nikajaribu kuingiza wajuere wa mpya, wakagomboa goli la pili. Maana kwenye mchezo tumeona sisi kutokana na kazi, tunaona kabisa wachezaji wetu tunaenda kuandaa mazoezi vizuri, ila tuendelee tutafute tena matimu mengine ya huku na pale tucheze. Maana wa polisi nimeona wametuzidi mbio, kwa sababu ndo zoezi zao, kila siku wanafanya mazoezi, ila sisi kutokana na kazi za serikali tunaona kabisa wametushinda mazoezi na nguvu, lakini tunaenda kujitahidi mechi ya marudio tuangalie kama tunaweza wafunga hata goli 4, goli ngapi. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuja kwa kocha. Ukitizama mchezo huyu hapa, nini kimekufurahisha sana kama wewe msimamizi wa mzazi wa timu hii hapa? Mimi chenye kimenifurahisha hapa, yani wachezaji wangu kabisa wenyewe nimewaambia, wameendelea kunionyesha kama kabisa wanabidia kucheza. Maana yake nimeona kabisa wamefurahia mchezo. Hata mimi mwenyewe kama mwalimu nimefurahi sana, kwa sababu tumefanya mazoezi muda mdogo, lakini nimefurahi sana kwa mchezo wa leo. Nashukuru sana. Wagenze neza nkuko gwari gwateguwe, twanganije ibisindo 2 ku bindi, kandi wari umupira ubereye ijisho, nta wavunye uwundi, dutashe twese dukomeye. Niyo mpamvu mbona ku rukino narubonye neza gwagenze neza. Kocha wa timu ya askari polisi Bizoza Jean Didier, kamishna wa polisi tarafani humo, amezungumzia kuhusiana na namna alivyoona mchezo umekwenda vizuri, na tunategemea kwamba ushindi huu umekuwa ushindi wa polisi tarafa, sio tu hapa, na kwa askari polisi kokote walipo hapa nchini, na tunategemea kufanya michezo mingine tukianza na tarehe 20 mwezi wa 4 tukiwa tunacheza na bodaboda. Tumefurahishwa na mchezo huyu kwa sababu ulikuwa ni mchezo wa kirafiki, ni mchezo ambao umetusaidia kunyosha viungo vya mwili. Kwa rais Mheshimiwa Angelique alivyozungumza kwamba ni vizuri tufanye zoezi ili tujenge maisha.